Na kusalimu hujambo na habari za wakati huu, na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Uwezekano wa kurudiwa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 umekaribia, huku habari mbaya zikimfikia Samia Suluhu Ikulu Dodoma baada ya uchunguzi huu mpya kufanyika na ripoti hii kutolewa muda huu kuhusiana na uchaguzi uliopita. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya sintofahamu ya kisiasa kwa mara nyingine tena inaikumba Tanzania huku uchunguzi mpya wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 ukichochea uvumi mpya kwamba kura ya urais ya Samia Suluhu inaweza kukabiliwa na changamoto mpya za kisheria na kisiasa, na kwamba uwezekano wa kurudia huenda ukawepo. Hata hivyo, mjadala huo umezidi kushika kasi kufuatia kutolewa kwa tathmini za kiuchambuzi zinazohoji uhakika wa ushindi huo wa Samia Suluhu katika uchaguzi uliopita. Ushindi huo mnono aliotangazwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa asilimia 97 ya kura zote zilizopigwa, matokeo ambayo sasa yanaelezwa na wakosoaji kuwa yanaisumbua sana Ikulu ya Dodoma. Kiini cha mzozo huo wa leo ni matokeo yaliyotangazwa rasmi ambayo yalimpa Rais Samia Suluhu karibu asilimia 97 ya kura zote halali zilizopigwa na Watanzania, idadi ambayo inaendelea kuzua sintofahamu katika duru za kisiasa Tanzania, kitaaluma na kiraia. Wakati serikali na mamlaka za uchaguzi zimetetea matokeo kama halali, sasa hivi matokeo hayo yamethibitishwa kuwa haramu. Wakosoaji wanahoji kuwa tofauti kama hiyo kihistoria si ya kawaida na ni vigumu kitakwimu kupatanisha na hali halisi inayoonekana wakati wa siku za kupiga kura. Mmoja ya wakosoaji wa kina umetoka kwa Daktari Richard Mbunda ambaye ni msomi wa siasa Tanzania kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye amechambua hadharani takwimu za idadi ya wapiga kura dhidi ya ufinyu wa vifaa na wakati nchini Tanzania. Kulingana na tathmini yake, jumla ya idadi ya wapiga kura waliojitokeza ama walioripotiwa kupiga kura hailingani na uwezo wa vitendo vya vituo vya kupigia kura Tanzania kushughulikia kiasi hicho ndani ya muda mfupi uliotengwa rasmi kwa ajili ya kupiga kura, hivyo akisema ya kwamba ushindi huo haukuwa halali. Uchambuzi wa Daktari Mbunda unazingatia jumla ya wapiga kura zaidi ya milioni 32 wanaosemekana kushiriki nchi nzima na kusambazwa katika vituo karibu 1,100 vya kupigia kura Tanzania. Inapokadiriwa, hii ina maana takriban wapiga kura 377 kwa kila kituo. Anasema kuwa idadi hii inapojaribiwa kwa dirisha la upigaji kura na wastani wa muda unaohitajika kwa mpiga kura mmoja kukamilisha mchakato huo, takwimu huanza kukinzana na uwezekano wa kimsingi wa hesabu na uendeshaji. Anaeleza kuwa upigaji kura ulifanyika rasmi kwa muda wa saa 9 sawa na dakika 540, hata chini ya dhana kubwa kwamba kila mpiga kura alihitaji dakika 2 tu kupiga kura. Kituo kimoja cha kupigia kura kinaweza kushughulikia wapiga kura 270 na kuacha upungufu mkubwa ikilinganishwa na idadi iliyoripotiwa. Madai kwamba wapiga kura wote walikamilisha mchakato ndani ya muda mfupi zaidi wa takriban saa 5 yanazidisha hali ya kutokwenda sawa na kuzua maswali kuhusu jinsi idadi hiyo ya Watanzania waliojitokeza kupiga kura iliafikiwa, na je, kama ni halali na ni ya ukweli. Mkanganyiko huu wa idadi, wakosoaji wanasema, unadhoofisha imani katika matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ilimtangaza Rais Samia kuwa mshindi wa takriban kura milioni 31.9 sawa na asilimia 97.66 ya kura zilizopigwa kote nchini. Kwa wenye mashaka, suala sio tu kutokubaliana kwa kisiasa, bali ni changamoto ya kimsingi kwa uaminifu wa data yenyewe ya uchaguzi. Mashaka yaliyotolewa na Daktari Mbunda sasa yanaangazia wasiwasi uliotolewa hapo awali na Waziri Mkuu wa zamani Joseph Warioba, mwanasiasa mkongwe mzee aliyeheshimika katika migawanyiko ya kisiasa. Warioba amehoji hadharani ukubwa wa ushindi na idadi ya wapiga kura iliyoripotiwa Tanzania, akibainisha kuwa uchunguzi wake katika kipindi cha uchaguzi haukuonyesha ushiriki mkubwa uliopendekezwa na takwimu rasmi. Aliashiria umati mdogo wa watu katika vituo vingi vya kupigia kura na matukio ya machafuko katika maeneo fulani kabla ya
upigaji kura kukamilika kikamilifu, hali ambayo inaonekana kutoendana na zoezi nyororo na la watu wengi waliojitokeza kupiga kura mpaka ikampatia ushindi Samia. Kwa wakosoaji, uchunguzi huu unaimarisha hoja kwamba huenda matokeo yaliyotangazwa yasionyeshe kwa usahihi kile kilichojiri siku ya uchaguzi uliopita. Kinachotia ugumu zaidi ni suala la kukatika kwa mawasiliano na intaneti katika kipindi cha uchaguzi. Wakati huo, wachambuzi wanaona kuwa kuzimwa kwa intaneti au umeme kwa siku kadhaa kungefanya iwe vigumu kwa maafisa wa kupiga kura kuwasiliana matokeo kwa wakati ufaao kama ilivyokuwa desturi katika uchaguzi zilizopita. Hii inazua shaka zaidi kuhusu uwazi na uadilifu wa mchakato wa kujumlisha na ushindi wa Samia. Zaidi ya watu waliojitokeza kupiga kura na vifaa, wakosoaji wanahoji kuwa uchaguzi ulifichua udhaifu mkubwa wa kikatiba na kitaasisi. Daktari Mbunda ameeleza kuwa mchakato huo ulionyesha dosari za kimuundo katika mfumo wa kisheria unaosimamia uchaguzi, hivyo kutoa mwanya wa matokeo ambayo hayakidhi viwango vya kikanda na kimataifa. Anashikilia kuwa uchaguzi huo umeelezewa na wengi kuwa haukuwa wa huru na wa haki na kushindwa kukidhi vigezo kumradhi vilivyowekwa na vyombo kama vile Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika. Hata hivyo, kwa mtazamo huu, utata sio tu kuhusu idadi, lakini juu ya uaminifu wa kimfumo na uhalali wa kidemokrasia Tanzania. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mwingine, Pregod Salema, ameenda mbali zaidi akipendekeza kuwa chama tawala kililazimisha masimulizi ya kishindo bila kupatanisha data hizo vya kutosha. Kwa maoni yake, jaribio la kuonyesha uhalali mkubwa badala yake limeambulia patupu na kuibua mashaka ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, Salema anachambua na kusema kuwa ushindi unaokaribia 97% ni nadra sana hata katika mifumo ya kisiasa iliyodhibitiwa vikali, akibainisha kuwa hata majimbo ya chama kimoja kwa kawaida yanarekodi kura zinazopingana au kutoshiriki kwa kiasi kikubwa. Kwake, kiwango cha ukingo yenyewe kimekuwa dhima na kusababisha tuhuma badala ya kujiamini. Pia anaona kwamba juhudi zinaonekana za takwimu za serikali ya Samia Suluhu kuhalalisha matokeo kwa jumuiya ya kimataifa zinaonyesha ufahamu kwamba matokeo hayana uaminifu mkubwa. Kulingana na njia hii ya hoja, utawala sasa uko katika mkao wa kujihami ukitafuta udhibitisho, huku kukiwa na shaka inayoongezeka. Kuibuka upya kwa Joseph Warioba mitandaoni kwenye mjadala wa hadhara wa uchaguzi kumeongeza uzito wa kielelezo kwenye utata huo. Wanaunga mkono ukosoaji huo wanasisitiza kwa Warioba anachukuliwa kuwa mmoja wa viongozi wachache waliosalia ambao sauti yao inahusishwa na uadilifu na uzingatiaji wa katiba, na hivyo kufanya wasiwasi wake kuwa mgumu sana kutupilia mbali. Shinikizo linapoongezeka, uwezekano wa changamoto mpya za kisheria au wito wa mageuzi ya uchaguzi unazidi kujadiliwa. Ikiwa hii itasababisha madai ya uchaguzi au marudio ya uchaguzi au marekebisho ya kina ya kitaasisi bado haijulikani, lakini mjadala unaoendelea umetikisa kwa uwazi masimulizi ya ushindi ambao haujapingwa. Mtazamaji, hizi zinakuja kama habari mbaya kwa Samia Suluhu na chama kizima cha CCM. Mjadala wa kutaka uchaguzi uliopita urejelewe ukizalishwa tena na wachambuzi hawa. Mtazamaji, lakini je, upande wako, mtazamo wako au maoni yako ni yapi? Nijuze upande wa comment section. Vile chukua sekunde yako moja ama mbili, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.